Ni mwanasiasa na aliyekuwa katibu wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM, itikadi na uenezi, Humphrey Polepole anazidi kugonga vichwa vya habari nchini kote kufuatia tamko jipya la serikali linalobainisha kuwa swala la kutoweka kwake kwa miezi 9 sasa bado lipo katika hatua za uchunguzi wa kina wa kiusalama. Vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia kwa karibu taarifa zote zinazoweza kusaidia kubaini ukweli wa mazingira tatanishi yaliyopelekea kutoweka kwake, huku kukiwa na hofu kubwa na hisia zilizosambaa miongoni mwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba mwanasiasa huyo aliyetekwa nyara kutokana na msimamo yake mikali ya kisiasa. Wakizungumza kupitia ripoti maalum iliyotolewa na viongozi wa serikali iliyoko madarakani kwa sasa, uongozi huo umeweka hadharani msimamo wao wa kiuchunguzi kuhusiana na sakata hilo la kutoweka kwa kiongozi huyo ambaye amekuwa kimya tangu kumalizika kwa mchakato wa uchaguzi wa mwaka uliopita Oktoba tarehe 29. Hatua hii inakuja wakati kukiwa na madai mazito yanayohusisha kutoweka kwake na harakati zake za kuhamasisha wananchi kuchukua misimamo dhibiti kuelekea uchaguzi mkuu uliopita, ambapo alionekana kuwa mwiba mkali kwa viongozi wakuu wa chama tawala kutokana na ukosoaji wake usiojali cheo wala mamlaka ya mtu yeyote. Mwanasiasa huyo alijipambanua kama mmoja wa viongozi wachache ndani ya chama tawala waliopigana waziwazi na utaratibu wa kuteuliwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuongoza nchi, hatua iliyotafsiriwa na mifumo ya kiutawala kama mkakati wa makusudi wa kudhoofisha azma ya mkuu huyo wa nchi kisiasa. Uhamasishaji mkubwa uliokuwa ukiufanya kupitia njia mbalimbali ulichochea vuguvugu la kutaka mabadiliko ya kimsingi ya kiutawala na kisiasa, jambo ambalo lilizua hofu kubwa miongoni mwa washauri wakuu wa kisiasa wa serikali waliokuwa wakidhoofia kuanguka kwa ushawishi huo wao mbele ya umma kuelekea michakato ya kura. Kabla ya kutolewa kwake katika mazingira hayo yenye utata mkubwa, kiongozi huyo alijitokeza kuunga mkono harakati za vijana zilizolenga kudai katiba mpya nchini Tanzania, mfumo ambao aliamini ungeleta uwazi na uwajibikaji mkubwa katika kuisimamia rasilimali za nchi na kuzuia matumizi mabaya ya madaraka. Hoja hii ya kikatiba mpya iliongeza hofu kubwa ya kisiasa ndani ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, kwani waliamini kuwa kuruhusiwa kwa mchakato huo kungempa mwanasiasa huyo jukwaa kubwa la kupata ushindi na ufanisi na ufuasi mkubwa kutoka kwa wananchi wanaolia mabadiliko ya mfumo wa sheria mama nchi. Taarifa za kiuchunguzi zilizothibitishwa na kaka ya mwanasiasa huyo Agostino Polepole zinaonyesha kuwa mazingira ya nyumba yake yaliyoshuhudia matumizi makubwa ya nguvu kupita kiasi wakati alitolewa, huku kukiwa hakuna mtu mwingine wa familia aliyekuwa akiishi katika boma hilo zaidi yake. Kaka huyo aliainisha sababu 10 muhimu zinazomhusisha na kutoweka kwa ndugu yake, akionyesha jinsi ukweli aliyokuwa akizungumza ulivyokuwa kero kubwa kwa watawala wa sasa ambao hawakuwa tayari kuvumilia ukosoaji wa namna hii kutoka kwa mtu aliyewahi kushika nafasi ya juu ya uenezi na ubalozi. Mwelekeo huu wa ukosoaji ulioungwa mkono pia na viongozi wengine wa kiroho kama vile mchungaji Josephat Gwajima, ambaye aliweka wazi kuwa mambo yote aliyokuwa akiyafanya mwanasiasa Humphrey Polepole yalichukiwa sana na viongozi wa ngazi za juu serikalini kutokana na kuguza maslahi yao binafsi. Ushahidi huu unaimarisha dhana kwamba harakati zake za kidijitali na uhamasishaji kwenye mitandao ya kijamii ndiyo chanzo kikuu cha mahasibu yaliyomkuta
hasa kwa sababu aliamua kusimama upande wa ukweli na kutetea masilahi ya raia wa kawaida wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania badala ya kulinda nafasi yake ya juu ya kiutawala. Udhabiti wake umeonekana zaidi pale alipotaka kufanyika kwa mageuzi makubwa ya kisheria za uchaguzi ili kuhakikisha kuwa na uchaguzi huru na wa haki, akisisitiza kuwa chama tawala kisingepaswa kuingia kwenye ushindani bila kuruhusu uwepo huru wa mwanasiasa Tundu Lissu pamoja na chama cha upinzani cha Chadema. Mwanasiasa huyo alitabiri kwa usahihi kwamba kusingeweza kuwepo na maridhiano ya dhati ya kisiasa baada ya uchaguzi iwapo marekebisho hayo ya msingi ya kisheria yasingefanyika mapema, kauli ambayo hasa inajidhihirisha kuwa kweli kutokana na migogoro ya kisiasa na kikatiba inayoshuhudiwa hivi sasa mahakamani na kwenye majukwaa ya siasa. Uamuzi wa serikali kutoa ripoti inayodai kuwa uchunguzi bado unaendelea unazidi kupingwa na wananchi wengi wa Tanzania ambao wanaona ripoti hiyo haina mashiko, wakiamini kuwa vyombo vya dola vina taarifa kamili juu ya mahali alipo mwanasiasa huyo, lakini vinasitasita kuweka ukweli wote wazi kwa hofu ya kuamsha hasira ya wananchi. Mivutano hii inaacha maswali mengi kuliko majibu kuhusu atunzi ya viongozi wenye kutuhutubu kuongoza mifumo ya utawala nchini, ikionyesha picha ya mazingira magumu ya kidemokrasia yanayowakabili wale wote wanaoamini kusimama upande wa maslahi ya umma na kupinga matumizi ya nguvu dhidi ya raia wasio na hatia. Mjadala huu mzito wa kitaifa unaendelea kushika kasi huku kukiwa na shinikizo kubwa kutoka kwa watetezi wa haki za binadamu na wanasheria wanaotaka uchunguzi huru ufanyike ili kubaini ukweli wa suala hili tatanishi linaloacha doa kubwa katika mfumo wa ulinzi na haki za Watanzania nchini. Hatua ya vyombo vya usalama kuendelea kusubiri uchunguzi wakati miezi 9 imepita tangu kutoweka kwake inatafsiriwa kama mbinu ya kupoteza muda, huku familia ya kwake na wafuasi na viongozi huyo wakizidi kudai majibu ya haraka na wenye nia ya kudhihirisha kutoka kwa mamlaka zote husika za ulinzi na usalama nchini. Hata hivyo, kukiwa na shinikizo kubwa la kuleta majibu dhidi ya utekaji nyara wa kiongozi Humphrey Polepole, wananchi na wataaluma wengi wa Tanzania wanaona kwamba serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imezidi kutumia vyeo na mamlaka yao ya kisiasa kudhoofisha na kunyanyumbisha mamlaka ya nchi mbadala, na mazungumzo haya yanazidi kushika na kupamba moto.